Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye mvutano huu mara baada ya kusimama kwa vita baina ya Marekani, Israeli pamoja na Iran. Vita vimesimama, lakini kwa sasa kuna mvutano hapa na pale. Hii ni kwa sababu ya mlango bahari wa Hormuz, lakini pia na mengineyo mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi. Niko hapa kwa ajili ya kukusogezea hatua kwa hatua yale ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi, upate nafasi ya kufahamu moja kwa moja. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo, kwanza kabisa ni kwamba makamu wa rais wa Marekani JD Vance anatarajiwa kuongoza tena ujumbe wa Marekani iwapo kutakuwa na duru inayofuata mazungumzo na Iran. CNN inaripoti kinukuu vyanzo, na kulingana na taarifa zao, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff na mkwewe Trump Jared Kushner pia watabaki kwenye ujumbe wa Marekani. Mnamo Aprili 11, Iran na Marekani zilifanya mazungumzo kadhaa yasiyofanikiwa huko Islamabad. Ujumbe wa Iran uliongozwa na spika wa bunge Mohammad Bagher Kalbaf na ujumbe wa Marekani uliongozwa na makamu wa rais JD Vance. Vile Marekani imejitolea kuendelea na mazungumzo na Iran na inaamini kwamba Teherani inalenga kufikia makubaliano na Washington. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema, hautatatua tatizo hilo siku kucha, lakini ndio nadhani watu tunaoketi nao walitaka kufanya makubaliano, na anajua rais wa Marekani Donald Trump alituambia twende huko nje na kujadiliana kwa nia njema. Hilo ndilo tulilofanya, hilo ndilo tutaendelea kufanya, JD Vance alisema. Kulingana naye, Marekani inaipa Iran fursa ya kujiunga na uchumi wa dunia badala ya kukataa kabisa uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Hilo ndio biashara ambayo Trump anaitoa kwa Iran. JD Vance alisema, tutaendelea kujadiliana na kujaribu kulifanya litimie, kwa sababu litakuwa jambo zuri kwa ulimwengu, litakuwa jambo zuri kwa nchi yetu, litakuwa jambo zuri kwa kila mtu. Kwa hivyo nitaendelea kupigana ili litimie, makamu wa rais alibainisha. Ningesema nchini Pakistan tumefanya maendeleo makubwa, Vance alisisitiza, akimaanisha mazungumzo na ujumbe wa Iran huko Islamabad. Pia alitoa maoni kwamba spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf, ambaye alishiriki kwenye mkutano huo Islamabad, anaendesha nchi hiyo kwa ufanisi nchini Iran. Zaidi hayo, JD Vance alifafanua kwamba kulingana na tathmini za Washington, usitishaji mapigano unaendelea. Vile nchi kadhaa za Ulaya zinaendeleza mpango wa kuunda muungano ili kurejesha uhuru wa usambazaji katika mlango bahari wa Hormuz bila ushiriki wa Marekani, The Wall Street Journal inaripoti. Kulingana na The Wall Street Journal, Ujerumani ambayo hapo awali ilikuwa na shaka kuhusu ushiriki wa kijeshi katika Mashariki ya Kati, sasa ina uwezekano wa kujiunga. Ufaransa inaamini kwamba ushiriki wa Marekani utafanya mpango huo usikubalike kwa Iran, huku Uingereza ikionya kwamba kuitenga Marekani kutamkasirisha rais wa Marekani Donald Trump. Malengo ya mpango huo yanaripotiwa kujumuisha matawi matatu makuu ya utekelezaji: kurejesha njia za usafirishaji, kufanya shughuli za kuondoa mabomu na kutoa ulinzi wa kijeshi kwa meli za kibiashara. Vile Marekani na Israeli zinaweza kutumia mazungumzo ya amani kuangazia maandalizi ya operesheni ya ardhini nchini Iran. Baraza la usalama la Urusi linasema Marekani na Israeli zinaweza kutumia mazungumzo ya amani kujiandaa kwa operesheni ya ardhini dhidi ya Iran, huku Pentagon ikiendelea kuongeza idadi ya wanajeshi wa Marekani kwenye eneo hilo. Taarifa hiyo ilisomeka. Baraza la usalama lilibainisha kuwa kulingana na kamandi kuu ya pamoja ya jeshi la Marekani, kuna zaidi ya wanajeshi 50,000 wa Marekani kwenye eneo hilo, wakiwemo wanajeshi 2,500 wa kikosi cha 11 cha Expeditionary Corps, zaidi ya wapiganaji 1,200 wa kikosi cha 82 cha wanajeshi wa anga, vikosi maalum vya Delta na kikosi cha 75 cha mgambo. Pia kuna takriban ndege 500 za jeshi la anga la Marekani kwenye viwanja vya ndege Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na zaidi ya ndege 250 za kimkakati pamoja na zaidi ya meli 20 za jeshi la wanamaji la Marekani, kama ilivyoelezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Vikosi hivi vitabaki katika nafasi zao karibu na Iran hadi Teherani itakapotimiza masharti yaliyowekwa na Washington. Maoni yanasema kutumwa kwa vitengo kutoka kitengo cha 82 cha ndege za anga hadi Mashariki ya Kati kunaendelea. Kundi la mashambulizi ya amphibia linaloongozwa na meli ya mashambulizi ya USS Boxer yenye wanajeshi 2,500 wa majini, na kundi la mashambulizi ya meli ya kubeba ndege linaloongozwa na meli ya kubeba ndege ya kivita ya USS George H.W. Bush inayotumia nguvu za nyuklia vinahamia katika eneo la mzozo. Muda unaotarajiwa kuwasili katika bahari ya Arabia ni wakati mwafaka kumalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki 2. Kwa hivyo, kulingana na Baraza la Usalama, tunapaswa pia kutarajia hatua kali kutoka kwa vikosi vya muungano ili kujaza tena silaha za mashambulizi na za kupambana na makombora, pamoja na shughuli muhimu kutoka kwa vikosi vya ujasusi. Vile
Zaidi ya meli 20 za kibiashara zimepita mlango bahari wa Hormuz wakati wa mchana, The Wall Street Journal inasema, ikinukuu maafisa wa utawala wa Marekani ambao hawakutajwa majina. Kulingana na gazeti hilo, meli hizi zilijumuisha meli za mafuta, mizigo mizito na meli za kubeba makontena. Baadhi zilizima vifaa vyao vya AIS, mfumo wa kitambulisho automatic, zilipokuwa zikisafiri kupitia mlango bahari. Marekani na Israeli, kumbuka, walianzisha vita dhidi ya Iran mnamo Februari 28 na miji mikubwa ya Iran ikiwa ni pamoja na Teherani ilishambuliwa. Kikosi cha Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kilitangaza operesheni ya kulipiza kisasi kikilenga maeneo nchini Israeli na kambi za kijeshi za Marekani huko Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu pia zilishambuliwa. Mbali na hayo, Iran ilifunga mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya kupita kwa meli zozote zenye uhusiano na Marekani, Israeli na nchi zile zilizounga mkono uchokozi wao dhidi ya Iran. Vilevile, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM inadai kwamba hakuna meli hata moja iliyotoka bandari za Iran au kuingia ndani yake iliyopita kizuizi cha baharini kilichowekwa na Marekani. Zaidi ya mabaharia 10,000 wa Marekani, wanajeshi wa majini na wanajeshi wa anga, pamoja na meli zaidi ya dazeni 12 za kivita na ndege kadhaa wanatekeleza dhamira ya kuzuia meli zinazoingia na kutoka bandari za Iran. Wakati wa saa 24 za kwanza hakuna meli zilizopita kizuizi cha Marekani na meli 6 za wafanyabiashara zilifuata maelekezo kutoka kwa vikosi vya Marekani ya kugeuka na kuingia tena bandari ya Iran kwenye Ghuba ya Oman. CENTCOM ilisema kwenye X, kizuizi hicho kinatekelezwa bila upendeleo dhidi ya meli za mataifa yote zinazoingia au kutoka bandari za Iran na maeneo ya pwani, ikiwa ni pamoja na bandari zote za Iran kwenye Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman. CENTCOM, vikosi vya Marekani vinaunga mkono uhuru wa usambazaji kwa meli zinazopita kwenye mlango wa Hormuz kwenda na kutoka bandari zisizo za Iran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza kwamba misimamo ya mataifa kadhaa ikiwemo Urusi kulaani uvamizi wa kijeshi wa Mashariki ya Kati na mashambulizi dhidi ya Iran yanaonyesha urithi wao mkubwa wa kitamaduni na kihistoria. Amesema kiini halisi cha ustaarabu hufichuliwa wakati wa nyakati muhimu katika historia. Misimamo iliyochukuliwa na Uhispania, China, Urusi, Uturuki, Italia na Misri dhidi ya uenezaji wa vita na uhalifu wa utawala wa Kizayuni imejikita katika misingi yao ya kina ya kitamaduni na kihistoria, alisema. Vilevile, Marekani inasisitiza kwamba Iran ipunguze kabisa mpango wake wa nyuklia. Mwakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa Mike Waltz anasema, nambari ya pili huwezi kuwa na mpango wa nyuklia, alisema akitoa maoni moja kwa moja kwenye Fox News kuhusu madai ya Washington kwa Teheran. Kulingana na mwanadiplomasia huyo, hii inarejelea utajiri wa urani iliyotajirishwa sana, yaani nyenzo hizi zote mbili za uchafu na mchakato wa kuzipata. Waltz pia alidai kwamba Marekani iko tayari kuendelea na kizuizi chake cha majini dhidi ya Iran hadi Teheran itakaporejesha usambazaji kamili katika mlango bahari wa Hormuz. Marekani itafanya hivyo hadi meli zote zifunguliwe, ila hakuna meli zitakazotoka. Alithibitisha kwamba Marekani inasukuma Iran kufungua njia ya maji. Iran haina nafasi ya kuchagua washindi na walioshindwa katika uchumi wa dunia, Waltz alisema. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema kwamba kuondolewa kwa urani iliyorutubishwa kutoka Iran ni sharti la kukomesha operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israeli dhidi ya Teheran. Marekani na Israeli wamefafanua kuondoa nyenzo hii urani iliyorutubishwa kutoka Iran kama sharti la kukomesha kampeni, vyombo vya habari vya Wizara ya Ulinzi ilimnukuu. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Mwanamke mmoja wa Urusi amejeruhiwa wakati wa mzozo wa Mashariki ya Kati, lakini hali yake si sababu ya wasiwasi. Mkurugenzi wa idara ya ubalozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Alexei Klimov anasema. Kulingana na Klimov, hakuna taarifa rasmi kuhusu raia wengine wa Urusi waliojeruhiwa iliyopokelewa. Washington na Teheran hatimaye zitaweza kukamilisha makubaliano ya amani, kwani pande zote mbili zinavutiwa nayo, mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz anasema. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.